Rari Madowo ambaye ni mwandishi wa CNN International alienda Uganda kutoa ripoti ya kampeni za urais, na sasa tunaangazia kile alichokutana nacho huko katika nyakati ngumu ambazo Rais wa Uganda Yoweri Museveni alieleza kwamba hatoruhusu kijana huyo na mwandishi huyo kuingia katika nchi ya Uganda kufanya shughuli yake ya uandishi wa habari. Rari Madowo bila uoga aliingia nchini Uganda kuripoti kampeni kabla ya uchaguzi mkuu wa Januari 15 mwaka 2026. Alifuatilia kampeni za Robert Kyagulanyi Ssentamu maarufu kama Bobi Wine, kiongozi wa upinzani na mgombea urais wa chama cha National Unity Platform yani NUP. Aliripoti vurugu na changamoto za usalama akiwa huko. Katika kazi yake ya uandishi, Madowo alieleza jinsi polisi na jeshi la Uganda walivyotumia mabomu na machozi na kupambana na wafuasi na waandishi wakati wa kampeni. Polisi walizuia kampeni kwa kutumia gesi ya machozi na vikosi vya usalama waliweka vizuizi vya waandishi na wafuasi. Katika matukio hayo kulikuwa na vurugu na msongamano, na wakati mwingine sauti ya risasi zilisikika karibu na mikutano ya kampeni. Polisi walisema walikuwa wakilazimisha watu kutawanyika ili kufungua barabara, lakini waandishi walionyesha vurugu kubwa dhidi ya wafuasi wa Bobi Wine na waandishi. Lakini pia Bobi Wine alisema kampeni ni vita. Katika mahojiano yaliyofanywa na Madowo, Bobi Wine alieleza kwamba kampeni hiyo haikuwa ni uchaguzi tu wa kawaida, bali ilikuwa inafanana na vita, na alidai kwamba usalama na nguvu za serikali zilikuwa zinalengwa dhidi yake na chama chake. Alieleza ameona wafuasi wake wakipigwa, kikamatwa na wengine kudaiwa kutoweka. Aidha, vyombo vya usalama vilijaribu kuzuia kampeni yake kwa kutumia nguvu, kwamba ndio sababu anaenda akiwa amevaa koti la kuzuia risasi. Changamoto kwa waandishi wa habari. Rari Madowo mwenyewe amewahi kupata changamoto za kihisia na kimwili alipokuwa akiripoti matukio hayo. Alizungumzia uzoefu wa kupigwa gesi ya machozi alipokuwa akiripoti matukio ya vurugu kwenye kampeni za Bobi Wine, na kusema hali halisi kwamba kutokana na nguvu iliyotumika ilikuwa ni ya kupita kiasi. Madai ya video za Museveni kumtishia Madowo, je, zilikuwa ni feki? Kuna video ambayo ilisambazwa mtandaoni ikidai kwamba kuna video ambayo ilisambazwa mtandaoni kidai kwamba Rais Yoweri Museveni alimtaka Madowo asiripoti uchaguzi, akisema kwamba atatokea moto endapo atakuja. Hii ni video iliyorekebishwa kutumia teknolojia ambayo sio ya kweli. Hakuna uthibitisho wowote kwamba Museveni alikataa ama kumtishia Madowo kama ilivyodaiwa. Akiwa Kampala, Rari Madowo alirekodiwa akiwa anakwepa risasi pamoja na mabomu ya machozi yalikuwa yakipigwa katika mkutano wa Bobi Wine. Mara kadhaa zimeonekana video kadhaa zikimwonyesha Bobi Wine akipitia nyakati ngumu, ikiwemo za kupambana na vyombo vya dola, polisi ambao huwa wanawatawanya wafuasi wanaomfuata Bobi Wine kumsikiliza, kwa kile ambacho polisi wanadai kwamba wanaimarisha usalama wakati mwingine, ama kuwaondoa barabarani ili kuzuia watu wengine waendelee kufanya shughuli zao na kuruhusu magari mengine yapite katika sehemu ambazo wanakuwa wamekusanyika kwa maelfu. Bobi Wine ambaye kiasili alionyesha kipaji chake katika masuala ya uimbaji, sasa amekuwa ndiye mwanasiasa mpinzani kinara katika nchi ya Uganda mwenye ushawishi mkubwa. Inaelezwa kwamba ndiye ambaye anampa changamoto zaidi rais wa sasa ambaye ni Yoweri Museveni, ambaye ameshatangaza kuwa ana nia ya kutetea kiti hicho. Ripoti zinaeleza kwamba Rari Madowo alifanikiwa kukamilisha kazi yake salama na kurejea Nairobi anapoishi katika makao makuu pia ya kituo cha CNN katika ukanda wa Afrika Mashariki, na kuripoti taarifa iliyoangazia vurugu hizo na namna ambavyo Bobi Wine anafanya siasa zake katika nyakati ngumu zaidi. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.